Mtu wa Mungu, leo natamani ufahamu jambo hili ya kwamba kwa sehemu kubwa unapoona dunia imeharibika, imechafuka kwa namna moja au nyingine, machafuko na mauaji kushamili kwenye jamii, namna ya uovu kugeuka kuwa ni kama desturi ya watu kuishi, yani pengine dhuluma, uovu, kuua mtu kugeuka kama kuwa ni kawaida ya mtu kufanya hivyo. Kwa sehemu kubwa mambo yalifika hapo kwa sababu ya watu wema au watu wa Mungu kuacha kusimama kwenye wajibu wao wa kukemea mabaya yanapokuwa yanaonekana. Pengine kama ni mtu ambaye anakuwa amefanya huo ubaya, ni kwamba zilikosekana sauti za kumpinga huyo mtu aliyefanya huo ubaya, za kumpinga au kuwapinga au kuipinga jamii hiyo iliyofanya huo ubaya. Na kwa sababu hiyo ndio ilikuwa sababu ya uovu ugeuke kuwa kama kawaida ya watu kufanya. Kuua iwe kama ni kawaida, kuzini iwe kama ni kawaida, kumuibia mtu, kumtukana mtu, kutapeli cha mtu iwe kama ni kawaida, kwa sababu watu wa Mungu au kanisa ni pale ambapo walipoacha kufanya wajibu wao, kusimama kwenye wajibu wao, kuacha kuongea, yani sauti ya haki ilipokosekana kwenye jamii, ndio ilikuwa sababu ya mambo kufika huko. Sasa natamani tusome kwanza Yeremia sura ya kwanza mstari wa ngapi hapa, tuangalie wito ambao Mungu alipokuwa akiwaita watu wa Mungu kwenye Biblia. Aliwapa agizo gani? Aliwapa wasimamie wajibu gani? Yeremia sura ya kwanza mstari wa ngapi hapa? Mstari wa 9 some. Anasema kwamba ndipo Bwana akaunyosha mkono wake, akagusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia mstari wa 10, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Sasa huu ndio wajibu na wito ambao Mungu humpa mtu ambaye atataka aweze kuliishi kusudi la Mungu. Yani kama ni nabii au mchungaji, hajaitwa kuwabarikia tu watu mema, kuambia tu watu pokeeni msiba wako, nyota yako inang'ala. Hapana, injili haijaishia kuwapa tu watu mema. Injili imeenda mbali, ni kwamba hata mtu huyo unapomwambia kwamba atabarikiwa, ili hali akawa hajajua njia njema, namna kuishi maisha mema ya haki, hata huo uzima haudumu, hata huo uzima, hiyo baraka haiwezi kudumu. Kwa maana kwa sehemu kubwa aina ya watu ambao wanapenda kwenda kwa mitume na manabii kwenda kuombewa, kwa sehemu kubwa huwa ni magumashi tu, lakini ni mmoja watu ambao unakuta muda mchache wanakuwa na majuto mengi makubwa sana, kwa sababu mjua watu ni kwamba hata mganga anaponya. Yani kuhusiana na manabii hawa kutoa baadhi ya matamko fulani ya watu kwamba mbarikiwe, mpokee hiki kinatokea, lakini hiyo sio hoja, sababu hata shetani mwenyewe naye anabariki. Sasa naongelea kwamba hata unapoona sasa dunia hapa ilipofika, ni kwa sababu ya watu wa Mungu wameacha kusimama kwenye wajibu wao. Sikia Yeremia hiyo, Yeremia sura ya ngapi hapa? Sura 50 mstari wa 20, anasema kwamba wewe ulungu langu la silaha zangu za vita, kwa wewe nitawavunja mataifa, na kwa wewe nitaharibu falme, na kwa wewe nitamvunja farasi na yeye apandaye, na kwa wewe nitalivunja gari la vita na yeye achukuliwaye ndani yake. Narudia tena kwamba mtu wa Mungu alikuwa na wajibu wa kila patakapoonekana upotoshaji, dhuluma, uovu, mauaji yasiyo ya jinai. Mtu wa Mungu kazi yake ilikuwa ni hii, ni kwamba aliwekwa kwa ajili ya kukemea na kupinga mabaya kwa namna moja au nyingine. Lakini kama hiyo haitoshi, ni kuongezee Ezekieli sura ya 3 mstari wa 17, anasema kwamba Ezekieli sura ya 3 mstari wa 17, tunasema mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi juu ya nyumba ya Israeli, basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala usemi na huyo mtu mbaya, ili kumwonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako.
mtaitaka. Maana ukiacha sauti ya wanyonge inasikika Tanzania ikidai haki. Mungu usinyamaze. Mtu wa Mungu, ukiacha wajibu wako wa kusimamia haki, kuambia watu waache mabaya, waache dhuluma, kama ni watawala, kwamba wanapofanya mabaya, kwamba umonapo mtu mbaya anafanya ubaya, mwambie, muonye. Sasa ni kwamba kama leo kanisa limeambiwa kwamba pengine kuwakemea wafalme, watawala, kwamba ni siasa, ndio maana kwa sehemu kubwa umejikuta ni wanafiki. Mauaji kama haya leo yanaendelea, watu wanatekwa, wanauawa peupe kabisa hivi. Ila wao mzungu au tafsiri ya Biblia waliambiwa kwamba kukemea mabaya ya serikali ya jamii ni kwamba ni siasa. Lakini kumbe wasijue wao kitendo cha kukaa kimya, wasiongee mambo kama hayo, ndipo mambo yanaribika, ndipo uovu unazidi kushamiri kwa jamii. Ndio maana tunajikuta inatoka na matamko ya kipumbavu kwenye taifa ya ushoga, kwamba ushoga ni faraga ya mtu, ushoga sio dhambi. Lakini wahubiri huko manabii hapa kubwa kabisa, hawa kina maposa mnaowashabikia wapo hawaongei. Sasa natamani nikujuze tu huo uelewe hicho kitu, kama wakati hata unavyoona dunia tumefika hapa, kama Tanzania tumefika hapa, Tanzania nchi yetu tumefika hapa, kwamba uovu, kuua, kuteka kumekuwa kuwa kama yani watu yani ni kawaida. Kumuua mtu mwenzako ni kawaida. Ni kwamba sauti ya mtu wa Mungu haipo, haina nguvu. Na hata watu wa Mungu wenyewe wamekubali kulala, wamekubali kuwa wanawiki, wachungaji, maskofu, wamekubali kupiri injili za njaa za kwenda mbinguni, mafungu ya 10, injili za kinafiki ambazo kwa sehemu kubwa hazijabadilisha chochote. Sasa nimalizie Isaya kwanza hapa, Isaya 58 mstari wa kwanza nasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Hii ilikuwa kazi za mtu wa Mungu. Kama ni mchungaji, una wajibu wa kukemea maovu kwenye jamii, kumwambia mtawala au pengine ni kiongozi wa nchi kwamba hapa unafanya vibaya, sio siasa. Ndio neno la Mungu. Akina Yeremia, Isaya, akina Daudi, akina mitume na manabii wa zamani, akina Yohana Mbatizaji, wao waliishi wokovu wa aina hiyo, walikemea maovu, hawakunyamaza. Kwa maana wao kwa sehemu kubwa injili ambayo walikuwa naihubiri haikuwaacha salama, maana ilikuwa ni injili ambayo walikuwa hawafumbii uovu. Lakini leo tena manabii, wachungaji, maskofu wanaota vitambi tu, wananunua magari, wanajenga majumba ya kifahari, ila dunia na jamii na nchi inazidi kuoza na kuharibika. Uovu unaikuwa kuwa kama starehe ya watu au kuwa kama kawaida ya watu kuishi. Yani leo mtu hashititu kumuua mtu, kuzini, kutoka nje ya ndoa, yani kufanya kila aina ya uovu, kwa sababu kanisa limeacha wajibu wake. Injili imekuwa ni matakataka tu, si sadaka fungu la 10. Hapana, huo ni wenda wazimu. Wachungaji, amkeni, teteeni watu wenu, teteeni, pigeni kelele, pazeni sauti zenu. Huu ni wakati, ni siku za mwisho. Teteeni nchi. Kama msipoongea nyie, nchi hii itaanguka, na kanisa kwa sehemu kubwa limeoza na litazidi kuoza na kuharibika. Mimi kama mtu wa Mungu nimeongea maneno haya ili nikuamshe mtazamaji yote ambaye utasikia clip hii, katika jina la Yesu Kristo. Acha ni shapo. Hii ni sauti ya mtoto wa Simba, anasema itengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito yake. Mungu mhukumu wake yuacha, naye atalipa mtu sawa na matendo yake. Amen. Sauti ya wanyonge inasikika Tanzania ikidai haki. Mungu usinyamaze.